Kwa majina naitwa Eliud Godfrey Mahenge. Mimi ni katibu wa idara ya udiakonia jimbo la Kusini Magharibi, pia na mkurugenzi wa CODISO ambao Compassionate Diaconic Services Organization. Lakini katika huduma yetu tunafanya huduma, tunaposema udiakonia maana yake tunasema matendo ya huruma kufuata msingi wa Yesu Kristo, kumhudumia mhitaji, kujitoa kwa ajili ya mtu mwingine. Na tumebezi sana hasa katika makundi yale maalum wakiujumuishwa watu wenye ulemavu aina mbalimbali, watu wagonjwa wa kudumu, wa magonjwa ya kuambukiza na sio ya kuambukiza, pia watoto, wa vijana, makundi lika mbalimbali, lakini pia kwa ajili ya watu wengine ambao wameathirika kwa namna moja au nyingine, kama nilivyosema watu wenye ulemavu. Kwa hiyo huduma hii tumeweza kuwahudumia katika nyanja tofauti tofauti. Tumeweza kuwafikia watu kwa kuwasaidia viti mwendo, baada ya kupima kiti mwendo kutokana na uhitaji wake, ili tunampatia ili iweze kumsaidia kutoka mahali pengine kwenda mahali pengine, kumrahisishia. Lakini pia tunawajengea uwezo wa kuweza kufanya kazi za mikono ili waweze kutokuwa tegemezi. Kwa hiyo kutokana na hali ya maumbile yao yalivyo, lakini kama ana uwezo kufanya kitu fulani, tunaboresha mazingira ambayo yana utata kwake ili aweze kufanya mwenyewe, kujitegemea. Kwa hiyo kwa mfano wengine wamekosa miguu, kwa mfano tunaweza kumsaidia kifaa saidizi kama mguu bandia ambao anaweza akatumia na akaweza kufanya shughuli zake mwenyewe. Lakini pia tunatoa elimu kwa jamii. Kama leo tumeweza kufika hapa Rungwe, tulifanya hii semina ya kuzuia maambukizi ya ukimwi, maanake kukumbushana kuona kwamba bado ukimwi upo. Watu tunaweza tukajisahau kwamba ukimwi haupo, kutokana na kwamba tushukuru serikali yetu kwamba imefanya vizuri, wameweza kutoa dawa, maambukizi ya ukimwi bado yapo, lakini ukimwi kama ukimwi watu wengi umepungua, lakini watu wengi wanaishi na virusi vya ukimwi na dawa zimesaidia sana watu kuendelea kuishi. Tuishukuru sana serikali yetu. Lakini serikali kama serikali haiwezi kufanya peke yake, lakini kutokana na sisi kama wadau, kama kanisa, na sisi tunatoa mchango wetu kuisaidia serikali, kuelimishana, kukumbusha jamii kwamba bado virusi vya ukimwi vipo, na kama vipo manake watu wasijisahau, na tuendelee kuelimishana na kukumbushana na kutengeneza umakini katika jamii yetu. Ndio maana leo tumekuja hapa kutoa masomo hayo, kuwezesha na waweze kuwa mabalozi na kupaza sauti kwa jamii na kuwakumbusha kwamba tunatakiwa tukumbuke kwamba bado ukimwi upo na kuchukua tahadhari. Na kama kuna mtu atakuwa ameathirika, tuone namna gani ya kumhudumia. Ndio maana sisi ni huduma ya udiakonia, kuona kwamba kuondoa unyanyapaa katika jamii, kuona kwamba bado na wenyewe ni binadamu kama binadamu wengine, tuone namna ya kuishi nao. Na ndio huduma ya udiakonia. Pia tumekuja kukumbushana kuhusu masuala ya huduma ya udiakonia kwamba ni namna gani huduma hii kama kanisa, na ndio msingi wa Yesu Kristo. Yesu alikuja kutatua changamoto za watu kwa kipindi hicho, na sasa sisi tumepokea Ukristo na sisi tumekuwa mfanyika kuwa mkono wake kutangaza kuhusu habari njema za Kristo kwa kuwahudumia wahitaji. Na tunapofanya vile, tunahubiri Injili, watu wapate kuponywa kiroho, nafsi zao ziwe safi, waondokane na dhambi na mambo mabaya. Lakini pia kama mwanadamu aliumbwa kwa sura ya Mungu na kwa mfano wake, lazima sisi chukue hatua ya kuhudumiana sisi kwa sisi au kutegemezana, kuona ni maeneo gani ambayo yamepungua kwao kwa kutokana na uhitaji wake, kama tunavyosoma Matendo ya Mitume 4 kuanzia mstari ule wa 34 na kuendelea pale, utaona jinsi kwamba hakuna walikuwa na wahitaji, lakini kwamba kila mmoja alikuwa anatoa mali zake sehemu anapeleka miguuni pa mitume, na kila mmoja alikuwa anapata sehemu ya uhitaji wake. Kwa hiyo kipindi hakukuwepo mhitaji,
Kwa hiyo tumeona kwamba bado kwenye jamii yetu kuna watu wana manunguniko, kuna watu wameumizwa mioyo, kuna watu wamejeruhika, kuna watu wamefanyiwa ukatili wa namna mbalimbali. Lakini kama kanisa tutapasa sauti, au kama binadamu wenye sura ya Mungu hatutapasa sauti kwa vitendo vile viovu vinavyofanyika kwenye jamii, tutakuwa hatufanyi haki. Ndio maana tumekuja kukumbushana kwamba jamani, tunatakiwa tujenge upendo na mshikamano ili tuweze kulijenga taifa letu kwa ujumla na lenye mshikamano na lenye amani. Kwa sababu kama upendo utakuwa umepungua kwetu, amani inakuwa haipo. Ndio maana tunatengeneza jamii ya aina mbalimbali ambayo inafanya vitendo vya uovu, inafanya vitendo vibaya vya ukatili. Kuna watu wamebakwa, kuna watu wameumizwa, kuna watu wamefanyia ukatili mbaya. Lakini tunapokuwa tunaielimisha jamii, tunaondokana katika hivyo vitendo na tunaishi na jamii kwenye jamii yenye amani, na jamii yenye upendo, jamii yenye mshikamano, na taifa litajipatia maendeleo kwa kila mmoja akiwajibika sehemu yake. Asante sana kwa kunisikiliza.